أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بكماله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi na fadhila nyingi ambazo kwamba ametuneemesha sisi wanadamu, ikiwa neema kubwa kabisa neema ya kuwa Muislamu, kwa sababu anasema katika ushahidi wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inna dina inda Allahi al-Islam, hakuna dini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakubali siku ya kiyama isipokuwa ni dini ya Uislamu. Kwa hiyo ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, ukiwa Muislamu, basi neema kubwa kabisa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameweza kuzawadia na ameweza kuruzuku, kuna budi kusema alhamdulillah. Na pia kuna ndugu zetu ambao kwamba ni wagonjwa wako hospitalini, wengine wana shida mbalimbali. Tunaomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kila aliyeumwa Mwenyezi Mungu amponeshe maradhi yake, na kila mwenye mitihani Mwenyezi Mungu amfanyie sahali, na kila ambaye kwamba hana kazi Mwenyezi Mungu ampatie kazi ya kheri, na yule pia ambaye ana kazi Mwenyezi Mungu ajalie adumu katika kazi yake iwe ya kheri. Na sisi pia ambao kwamba tunawalingania watu na kuwanasihi watu katika kazi hii ya dawa, Mwenyezi Mungu atupe subra, atupe ilmu, atupe hikma pia ya kuzungumza tuweze kuelewa kwa ufasaha. Ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, kama kawaida na ada yetu tukasema tumeweka azma na nia, tutakuwa tunarusha baadhi ya visa ambao kwamba vitakuwa na mazingatio makubwa sana katika visa hivi, ambapo kwamba ni kupata ibra na kuweza kuelewa yale yaliyojiri na pia kuhaisha imani zetu. Kwa hiyo niliweza klipu ya kwanza ya part 1 ilikuwa ni visa vya mazingatio, ilipita ni kisa ambapo kwamba kama sijakosea ni kisa ya kijana muumini ambaye kwamba alikuwa anafanya safari yake na akaona tuna barabarani ambapo kwamba ilikuwa ndani ya nyumba ya mtu, akalila na kisha kuenda kuomba msamaha, na mzee yule kwataka kumsamehe, mwisho kumsamea na akampa masharti ya kwamba binti yake ni kipofu, binti yake ni kiziwi, binti yake ni mlemavu, hana miguu, yatakiwa muoe ile binti kutaka kusamehewa. Na yule bwana akaamua kukubali. Kisa cha kwanza ilikuwa part 1 ilikuwa nicho kisa, na kumuoa yule binti, kuna kumwangalia yule binti kwa ni binti ambaye kwamba hana ulemavu wote isipokuwa ni binti muumini kama alivyokuwa muumini. Kwa hiyo ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, leo tazungumzia kisa ambapo kwamba ni mabwana watatu hawa, ambapo kwamba mabwana walikuwa katika uhai wao walikuwa ni watu wa kufanya khairati, walikuwa ni watu wa kufanya mambo mema, na kifo kikawakuta hawa bwana watatu. Kama unavyojua, mu'min na Muislamu wa kweli atayefariki kwa kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, basi huyo anakuwa ni mtu mwema na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amembashiria kuingia janna. Lakini bwana hawa watatu walifariki, na kufariki kwao mabwana walikuwa wakitamka maneno ya ajabu ajabu. Wa kwanza akitamka neno akisema laitahu kana baidan, laiti ingalikuwa ni mbali. Ni mtu yupo katika sakratul maut anafariki na anasema laitahu kana baidan, hatamki shahada ya ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, isipokuwa anatamka maneno haya akisema laitahu kana baidan. Maswahaba na watu wema wale wakastaajabu na kushangaa, mbona huyu bwana asitoe shahada, mbona huyu bwana anaongea maneno haya litaukana baida. Akaitwa msomi au mwanachuoni pale. Riwaya nyingine alisema ilikuwa ni zama za Mtume, maswahaba wakamuuliza Mtume, mbona huyu bwana anafariki na kusema maneno haya litaukana baida. Mtume Muhammad kwa riwaya nyingine na wengine wakasema ni mwanachuoni, akawaambia huyu bwana anasema la taukana baidan, hajatamka shahada kwa sababu
katika uhai wake huyu bwana alikuwa ni mtu wa khairati, na katika khairi ambayo kwamba aliyoifanya hapa naikumbuka, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamlipa janna na anamlipa thawabu ambayo kwamba sio kuna mfano. Khairi ndogo sana aliyofanya, ni khairi ndogo sana, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamzawadia janna. Ni khairi gani ambayo kwamba aliyofanya, ambapo kwamba sisi tunaona ni mambo madogo ambayo tukiyafanya pengine ni kama hayana maana, lakini huyu bwana alifanya jambo dogo kabisa na Mwenyezi Mungu akambashiria pepo. Ni jambo gani? Huyu bwana katika uhai wake ilikuwa ni siku ya Ijumaa, wengine wakisema ilikuwa ni siku ya kawaida, siku ya dhuhuri au magharibi. Alikuwa yuelekea msikitini. Kuelekea msikitini, barabarani akamkuta ajuzi, yani mzee au kikongwe. Ni mzee alikuwa anajikongoja kuelekea msikitini. Yule bwana kuona wakati wa swala umefika na huyu kikongwe jamaa isimpite ya swala, ilikuwa Ijumaa, hiyo kama ilikuwa dhuhur, lakini ala kulli hal huyu bwana akaona kikongwe kwa barabarani na swala inaendelea na adhani inaendelea, akaona asije kakosa jamaa ya swala. Yule bwana akamchukua yule kikongwe akambeba mpaka msikitini, na msikiti ulikuwa sio mbali, kama hatua 10 kufika msikitini. Lakini watu juavyo, wale wazee wetu umri ukishaenda viungo vyote vinakuwa tayari havifanyi kazi, haviwezi vikawa kama mwanzo ilipokuwa kijana. Yule kijana akamchukua yule mzee na kumbeba na kumpeleka msikitini kupata jamaa, na msikiti ulikuwa karibu. Sasa huyu bwana anafariki na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuonyesha ile khairi aliyoifanya na malipo anayopewa, khairi ya kumbeba mtu au kumfikisha mtu msikitini, na msikiti ulikuwa karibu. Leo hii anafariki na kisema kwamba laitahu kana ba'idan, laiti ingelikuwa mbali ningelipwa thawabu ya aina gani, laiti msikiti ungelikuwa kilomita kadhaa ningepewa mimi daraja ya aina gani, lakini msikiti uko karibu na leo hii anapewa janna. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ni wengi ambao kwamba wana magari, saa zingine ni wana pikipiki, bodaboda, au ni mtu ana usafiri, lakini watembea unasikia adhana na kuna ndugu yako Muislamu yuko mbinguni anaelekea msikitini, na wewe pia una gari waelekea msikitini, lakini una uvivu kumpa lifti mwenzako kumsindikiza msikitini. Angalia huyu bwana kumpa mtu lifti, kumbeba mgongoni kwake na kumpeleka msikitini kupata jamaa, Mwenyezi Mungu anamlipa pepo, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia adalu ala alkhairi kafaili, mwenye kuongoza au mwenye kufanya khairi, kumwelekeza mtu khairi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamlipa kama yeye aliyolifanya. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ukiwa basi wewe una usafiri, ni gari, una pikipiki, una baiskeli na unaelekea msikitini, na kuna Muislamu mwenzako yuelekea pia msikitini, na kwa ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, usiweze kumwacha ndugu yetu Muislamu, basi mpe lift na kumfikisha msikitini, na wallahi ina ujira mkubwa kabisa ambao kwamba kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisa cha pili, au bwana wa pili huyu anafariki na pia yeye hatamki shahada, akasema laitahu kana kamilan. Wale mabwana wakashangaa, mbona huyu bwana pia wa pili anafariki atamki shahada, imekuwaje swala laitahu kana kamilan? Wale maswahaba wengine wakisema riwaya nyingine, wakamwita mtume, leo wasema mwanachuoni, wakamuita yule mwanachuoni au mtume wakamuuliza, mbona huyu bwana pia anafariki leo hii na hatamki shahada? Sema laitahu kana kamilan, laiti ingalikuwa ni nzima, imekuwaje? Yule mwanachuoni akawaambia kwamba huyu bwana katika uhai wake au katika alipokuwa duniani alifanya khairi, na khairi hii inaonyeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na malipo anayopewa ni malipo makubwa sana. Ni khairi gani aliyofanya ndugu yangu huyu aliyefariki? Ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, sikia kisa hiki. Khairi aliyofanya ndogo sana, laitau kana kamila. Huyu bwana katika uhai wake alikuwa ni mtu wa kufanya khairi. Siku moja katika masiku akapita maskini, akapita fukara, alikuwa yasikia njaa, na yule bwana fukara akawa anasikia njaa na kumwomba yule bwana chochote cha chakula au chochote cha kuziba tumbo yake, ambaye kwamba kitampa stara, kwa sababu yuko hali mbaya kwa alivyokuwa na njaa. Yule bwana alikuwa maskini ya Mungu na slice nusu au boflo, nafikiri boflo ingesema hivi ndio kumefahamika, au mtumie slice moja ya mkate ilikuwa imebakia kwake. Kwenye karatasi ilikuwa slice moja ya mkate. Yule maskini alipokuja anasikia njaa, yule bwana akatoa ule nusu mkate na kumkabidhi yule maskini ambaye kwamba ni fukara, alikuwa na njaa.
kumruzuku ile maskini nusu mkate. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafariki, anaonyesha amali ndio ilifanya ile kheri ya kumpa mtu nusu mkate. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemlipa janna na amemlipa thawabu isiyokuwa na mfano, kumpa mtu nusu mkate kujistiri na njaa. Leo hii tunaangalia ndugu zetu wengine watukufu wa Kiislamu, tunakula majumbani kwetu, tunafanya israfu, tunamwaga chakula, ili hali kuna ndugu zetu ambao kwamba wanahitaji chakula. Leo hii mtu nyumbani kwake ana meza imejaa kila aina ya chakula, kuna ugali, kuna kuku, kuna biriani, kuna samaki, kuna hiki, na kile chakula pale nakula kidogo kidogo, na baada ya pale sasa kishamaliza maskini chakula kile, basi kumbuka hata kuna ndugu zetu majirani barabarani, pengine watembea barabarani hawana jinsi, ashakumsi matusi, pengine seme machokora au watu wasiokuwa na makazi barabarani wanahangaika, wewe unakula chakula kisha unamwaga. Lakini huyu bwana kumpa mtu nusu mkate, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anambashiria janna na Mwenyezi Mungu ameingiza peponi kwa sababu ya nusu mkate. Kwa hiyo ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, ukiwa basi umeshiba, umekula kiwango ambacho kwamba umetosheka, kile chakula usikimwage. Tafuta mtu ambaye kwamba anahitaji chakula kile na umkabidhi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuruzuku. Tusitomwaga vyakula tukisema kwamba tumeshiba, tukisema kwamba chakula kimechacha, chakula kimefanya hivi, lakini kumkabidhi mtu chakula, kumstiri mtu na njaa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakubashiria pepo na atakulipa janna. Na bwana huyu watatu ambaye kwamba tukimalizia na huyu bwana watatu, naye alikuwa ni mtu kufanya kheri. Huyu bwana watatu naye pia anafariki, lakini naye pia atamki shahada. Anaongea maneno haya akisema lehitahu kana jadidan, lehitahu kana jadidan. Wale watu kashangaa, inakuwaje pia huyu anafariki atamki shahada, imekuwa vipi? Wakamwita yule mwanachuoni, ile wengine wakasema ni maswahaba, kumita mtume kumuuliza huyu bwana mbona iko hivi, asema lehitahu kana jadidan, laiti ingalikuwa mpya. Yule bwana mwanachuoni, ile wengine wakasema ni mtume, akamwambia huyu bwana pia ni mtu kufanya kheri alipokuwa hai, alikuwa ni mtu kufanya khairat alipokuwa duniani. Leo hii anafariki na Mwenyezi Mungu anamlipa thawabu na anamuonyesha ile kheri aliyoifanya, na thawabu anayoipata yule bwana anastaajabu, ni kheri ndogo aliyoifanya na malipo anayopata ni makubwa. Anauliza ni kheri gani aliyoifanya huyu? Laita ukana jadidan, laita ingalikuwa mpya. Asema huyu bwana katika uhai wake, siku moja katika masiku alipita mtu fukara, naye pia ilikuwa ni msimu wa baridi, ilikuwa na msimu wa mvua. Leo kisema ni mtu alikuwa anapita, lakini nguo yake ilikuwa ni duni nguo yake ilikuwa haiko vizuri. Kupita yule bwana, kumwona yule bwana nguo zake haziko vizuri, basi yule ndugu yetu baba alifariki, akachukua nguo ambayo kwamba ilikuwa ni ya mtumba, nguo isiyokuwa na thamani, nguo yake ilikuwa ishaivaa tayari, na kamstiri yule maskini yule fukara, kwa sababu nguo yake ilikuwa imeraruka, nguo yake ilikuwa haina yani kama mtu yuko uchi. Lakini yule bwana akachukua nguo yake ambayo kwamba ni ya mtumba, nguo yake ni mzee, nguo yake ya muda mrefu, akachukua akamkabidhi yule maskini. Yule maskini kuchukua ile nguo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafariki huyu bwana, anaonyesha ile amali ya kumpa mtu kumstiri nguo, kumstiri mtu mwili wake kwa sababu ya nguo ya mtumba, nguo isiyokuwa na thamani. Leo hii huyu bwana analipwa pepo, analipwa janna. Ni wangapi leo hii tunanunua nguo ni mpya, tunavaa mwezi mmoja tunazitupa, wengine wanazichoma, ili hali kuna ndugu zetu ambao kwamba wanahitaji nguo, kuna ndugu zetu ambao kwamba hawana nguo, wanaishi maisha ya tabu, wanatembea wakiwa uchi. Lakini leo hii umenunua nguo yako mwezi mmoja, miezi miwili, mwaka, nguo unaona kama ushaivaa ina kama unaitupa, wengine wanachoma nguo. Lakini kuna ndugu zetu ambao kwamba wanahitaji mambo kama haya, nguo. Wewe ukiona kitu ambao kwamba haikufai, kuna mwenzangu kinamfaa. Tunaangalia pia ndugu zetu wengine katika shughuli hizi za harusi, watu wanafanya harusi wanaandikana kwa kadi, wanaingia holini kwa kadi, wanapika mabiriani, makuku, alafu yule ambaye kama umemwalika ni mtu ambaye kwamba biriani kashaizoea, anakula biriani kila wakati, pilau yuaijua. Leo hii unamleta kwenye shughuli yako na kula kidogo na kuikosoa ile chakula, kusema chakula leo kina chumvi, chakula kimezidi mafuta, chakula kinanuka moshi. Lakini leo hii tukiwachukua wale watu ambao kwamba hawana makazi, hawajui biriani, wanakula kwa adimu sana, mwaka mara moja pengine. Mtu nyama, kuna kwake nyama
Ni adimu sana kuipata nyama. Lakini leo hii wamwalika mtu kwenye shughuli yako ambapo kwamba jana usiku pengine amekula nyama au baada ya siku mbili nyuma huko amekula nyama. Lakini kuna mtu ambaye kwamba nyama maskini ya Mungu kuiona kwake yeye ni tabu. Na huyu bwana ukimwalika kwenye shughuli yako akala chakula chako, wallahi kiwe na chumvi, kizidi chumvi, hakina chumvi, kimeungua, lakini kwake biriani ni nadra kuiona, basi atakula kwa uzuri na kwa amani na kukuombea dua. Lakini sisi tunaangalia matajiri na matajiri wenzao, maskini ni wako hivyo hivyo, lakini tukiangalia kufanikiwa kwetu ni kuwasaidia ndugu zetu ambao kwamba hawana. Kwa hiyo ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, ukiona jambo ambalo kwamba au kuna kitu ambacho kwamba kikufai, tafuta mtu ambaye kwamba kitamfaa, kwa sababu hakuna kisichomfaa mtu kama kikufai wewe, kwa sababu watu wako tofauti. Ndio maana tukaumbwa vidole hivi vyote havitoshani, vinakaa kwa mkono mmoja. Kuna kirefu zaidi, kuna kifupi, kuna hivi vidole vyote vina shughuli zake. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuumba watu daraja tofauti tofauti, mkubwa kumtegemea mdogo, mdogo naye kumtegemea mkubwa. Kwa hiyo ukiona wewe hapo una nguo pengine umevaa muda mrefu na iko hali nzuri, basi usiichome au usiitupe. Tafuta maskini, tafuta fukara ambao kwamba wanahitaji hizo nguo. Kuna watu wengine wallahi maisha yao ni duni, wanatembea uchi, basi chukua zile nguo ukawakabidhi, wallahi ni thawabu kubwa sana utakayopata mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe umekula nyumbani kwako, umebakisha chakula na nyumbani mmeshiba, chakula kile msikimwage. Kama chakula kizuri usikimwage ile chakula, tafuta maskini, tafuta mafukara, ukabidhi chakula kile, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa. Na kama basi wewe hapo nyumbani kwako, wewe hapa ni msafiri, una gari, una pikipiki, una baiskeli, ni siku ya Ijumaa, ni siku ya dhuhuri au ni adhuhuri, ni alasiri imeadhiniwa, na kuna Muislamu mwenzako pengine yuko barabarani anajikongoja kuelekea msikitini, basi usimwache, mpe lift kumfikisha msikitini, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa janna kama hawa ndugu zetu watatu waliofariki na Mwenyezi Mungu kwa kheri ndogo ambayo kwamba walioifanya. Mwenyezi Mungu anawabashiria pepo. Waweza kawa kufunga kwako ni tabu, kwenda hija kwako wewe huna uwezo, lakini kheri ndogo ndogo hizi za kufanya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulipa malipo makubwa kama yule aliyofanya mambo makubwa. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, mpaka hapo niseme Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kusubscribe pamoja na kushare pamoja na kucomment. Kama utakuwa na wazo au utakuwa na ushauri, utakuwa na maoni, basi unaweza kutuandikia sehemu ya comment, na inshallah tutaweza kushughulikia majibu yako. Mpaka hapo sina ziada. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa, ma'a salam.